kama alivyotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu, na washukuru sana wenzangu ambao mmenipa fursa hii ya kuungana na nyinyi katika hili jambo, katika mambo yote haya mawili. Kwanza la sala ya Ijumaa, lakini na hili la pili tulilolifanya kubwa zaidi la dua. Tumeambiwa hapa, kasema Sheikh Hassan Jani, kwamba katika mlango muhimu sana katika ibada basi ni mlango wa dua. Dua kwa sababu ndipo tunapotawakal, tunapomwelekea Mwenyezi Mungu kutaka atusaidie katika mambo yetu, kutaka mambo yetu atunyoshe. Na hili muhimu kwa sababu ni sehemu ya kuonesha jinsi gani tunamtegemea, tunatawakal kwa Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anajiona pengine mwenye kibri, mtu ambaye kasahau ya Mwenyezi Mungu, kapungukiwa na ucha Mungu kama tulivyoambiwa kwenye hutuba, basi hawezi kukaa akasema anaomba dua, kwa sababu yeye anaona anajitosheleza. Na hii dunia sasa hivi tumefika wakati kwamba ukisema unatawakali kwa Mwenyezi Mungu, umefajiwa jambo, ukasema mimi namwachia Mwenyezi Mungu au mtamuomba Mwenyezi Mungu, mtu anakuona huyu jamaa kaishiwa. Badala kulitafuta kwa kifua chake, yeye anasema kwamba mimi namwachia Mwenyezi Mungu. Unaonekana dhaifu, unaonekana umeishiwa, unaonekana maneno ya vijana fala, kwamba ndio mwisho wako hapo basi, kwamba wewe yose labda ulofanyiwa umenyang'anywa, basi wewe unatawakal, unamwachia Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni tofauti baina ya wacha Mungu na ambao wamemsahau Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi Mwenyezi Mungu kutubakisha katika njia, tukasema yetu tunamwachia Mwenyezi Mungu na ndio alivyotaka, basi hili ni jambo kubwa sana. Na mimi nashukuru kwamba kupata fursa kushiriki katika hili kuwa na nyinyi wenzangu, na naomba inshallah tuendelee kuwa pamoja katika hili. Mimi niseme hili kidogo tu kwamba la dua, hapa tulitokewa na matokeo katika nchi yetu, suala la uchaguzi, na alhamdulillah tukatawakali kwa Mwenyezi Mungu vile vile. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu alipokea dua zetu, alipokea dua zetu kwa sababu moja kubwa sana, yote yatakayotokea, lakini mwisho wa siku unatazama usalama wa nafsi za watu, usalama wa mali zao, usalama wa heshima zao, lakini kubwa zaidi usalama wa nchi ambayo tunaishi. Kwa msukosuko ulivyokwenda na hata kwa yaliyotokea wakati wa uchaguzi, sote ni mashahidi kwamba leo tuko salama na nchi yetu iko salama. Tutasemaje Mwenyezi Mungu hakupokea dua zetu? Haya mengine wengine tulioyatamani, haya ni yako mikononi mwake. Yeye ndiye ambaye anajua atayafanyaje, yeye anajua kwa wakati gani, kwa namna gani. Lakini kubwa zaidi kwetu sisi ni salama yetu, nafsi zetu, mali zetu, heshima zetu, na pia usalama katika nchi yetu. Tumeyaona yaliyotokea kwa upande wa wenzetu, hawakuyategemea, hawakuyatarajia. Na mimi ninaamini kwamba kule kwa wenzetu hayakuwa yamepangwa, huku kwetu nayaona kwamba yalipangwa, lakini Mwenyezi Mungu akatuepusha nayo. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa sana. Lakini katika hili kuna moja ambalo tunaweza kuwa tunalisahau au hatulioni.
Mimi naomba sote, hasa wale ambao wameshatimia wa umri wa kwamba ni wazee, ni walezi, ni wachunga, mimi naomba jambo moja hili tutanabahishana, tulione, kwa sababu ni rahisi kulisahau, ni rahisi kulipita, tukaona maisha yanakwenda, lakini unaishi maisha gani ndio muhimu. Utakwenda kuishia vipi ndio jambo la muhimu. Yaliyotokea na yanayoendelea kutokea, kwamba katika nchi yetu hii tulivyo, bado mpaka leo tumefika pahala kwamba ikifika uchaguzi sote roho juu.